The power of the cross. Nguvu ya msalaba. Wakorintho wa kwanza kuanzia mstari wa 10. 1 Corinthians chapter 1 verse 10 to 18. Basi ndugu, Paulo akasema, nawasihi kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba nyote mnene mamoja, wala pasiwe kwenu faraka, bali muhitimu katika nia moja kwa shauri moja. Paulo anaongelea kuhusu umoja kwa kanisa la Wakorintho. Paulo alikuwa ni nabii wa Bwana. Yesu mwenyewe alishuka akamchagua Paulo. Paulo ameandika vitabu vingi katika Biblia. Epistles karibu zote zimeandikwa na Paulo. Wakati tunapokuja katika Bible study tutaelewa epistles ni nini. Kuna Gospel, Matthew, Luke, Mark, John. This is the Gospel. Alafu kuna epistles. Paulo anasema, anaandikia barua kwa Wakorintho. Mstari wa 11 anasema, kwa maana ndugu zangu, nimearifiwa habari zenu kwa wale walio wa nyumbani kwa Kloe, ya kwamba iko fitina kwenu. Paulo alipelekewa habari kutoka kwa nyumba ya Kloe. Kaambia kanisa la Korintho, kanisa la Mtwapa, kuna fitina vinaendelea. Praise God. Kuna fitina kati ya mandugu ndani ya kanisa. Fitina vinaendelea. Hakuna amani. Basi maana yangu ni hii, ya kwamba kila mtu wa kwenu kusema mimi ni wa Paulo, na mimi ni wa Apolo, na mimi ni wa Kefa, na mimi ni wa Kristo. Je, Kristo amegawanyika? Wengi tunapenda kuinua vinywa vyetu na kusema mimi ni wa Pastor Cosmas. Praise God. Mimi ni wa Pastor Chigoro. Mimi ni wa Pastor Marani. Mimi ni wa Pastor Wafula. Mimi ni wa Pastor Ng'ang'a. Praise God. Paulo anauliza, je, Kristo amegawanyika? Je, Paulo alisulubiwa kwa ajili yenu? Je, mlibatizwa kwa jina la Paulo? Hakuna yeyote aliyebatizwa kwa jina la Cosmas. Sote tulibatizwa kwa jina la Kristo. Sote ni wa Kristo. Praise God. Nashukuru kwa sababu sikubatiza mtu kwenu ila Kristo na Gaya. Paulo akasema, mimi wale ambao nibatiza ni Kristo na Gaya peke yao. Je, hao wengine sitawafundisha? Je, hao wengine hawatakuwa kanisani kwa sababu sikuwabatiza? La hasha. Sote ni wa Kristo. Tulibatizwa kwa ajili ya Kristo. Mtu asije akasema kwamba nilibatizwa kwa jina langu. Mtu yote asije akasema kwamba alibatizwa kwa jina la Paulo, ama kwa jina la Cosmas, ama kwa jina la Chigogo, ama kwa jina la Marani. Hapana. Sote tulibatizwa kwa jina la Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Sote ni wa Kristo. Maana Kristo hakunituma ili nibatize, bali nihubiri habari njema, wala si kwa hekima ya maneno. Msalaba wa Kristo usije ukabatilika. Kristo aliye nguvu na hekima ya Mungu. Paulo anasema kwamba maana Kristo hakunituma akabatize, bali akahubiri habari njema, si kwa hekima ya maneno yake, lakini kwa hekima ya maneno ya Kristo. Mimi nimetumwa na Kristo, si tu nikahubiri maneno yangu, lakini nikahubiri maneno ya Kristo. Yale yote nitakayohubiri, yale yote nimekuwa nikihubiri hata kwa Bible study, si maneno yangu, ni maneno ya Kristo yaliyoandikwa katika neno la Mungu. Mwingine akaniambia, mimi ninatoka Vikwatani. Reverend, sitoki Vikwatani kwa sababu nimekosa makanisa Bamburi nzima, kuanzia Vikwatani. Najua washirika wetu wengi hapo wanatoka Bamburi, Kiembeni, Kilifi, Shanzu, wanatoka mbali na Mtwapa. Tumezunguka kila mahali. Lakini
Hamtoki huko mkaacha makanisa yote. Hata hapa mmepita karibu makanisa 5, 10 kabla mtafika. Hamtapita makanisa yote kwa sababu mmekuja mkasikize habari zangu. Mmepita makanisa kwa sababu mnafuata neno la Mungu, mnafuata Biblia pale inapohubiriwa. Na ndio maana hapa tunahubiri Biblia, tunahubiri maneno ya Kristo. Sisi hapa nikaanza kujitangaza vile mimi nimefanikiwa, vile mimi niko na gari, vile mimi nilinunua magari mengi, vile mimi niko na manyumba. Hiyo yote haitawafaidi nyinyi. Jambo litakalowafaidi nyinyi ni maneno ya Kristo ambayo ni uzima. Praise God. Haya ndio mmefuata kusikia katika kinywa changu, kinywa cha mtumishi wa Mungu. Yale maneno nitakayonena mimi sio maneno yangu, lakini maneno ya Kristo, yale nitakayosoma katika neno lake. Praise God. Tena naliwabatiza watu wa nyumbani kwa Stefano. Zaidi ya hao, sijui kama naliwabatiza mtu yoyote mwingine. Maana Kristo hakunituma ili nibatize, bali nihubiri habari njema, wala si kwa hekima maneno. Msalaba wa Kristo usije ukabatilika. Kristo aliye nguvu na hekima ya Mungu. 18. Kwa sababu neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi. Neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi. Bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Bali kwetu sisi tunaookolewa, sio tuliookolewa. Tunaookolewa. Salvation is a process. Wakati nilipookoka, nikampokea Kristo, nikaanza kutembea na Kristo, akaanza kunifundisha. Nilikuwa kama mtoto nikifundishwa maneno ya Sunday school. Nilikuwa kama mtoto kama nikinyeshwa maziwa. Nilikuwa kama mtoto nikipatiwa vyakula vyenye roho. Mtoto akizaliwa anaanza kupatiwa maziwa, anaanza kubondewa chakula, anaanza kupatiwa vyakula ambavyo havina nguvu nyingi. Baadaye anaanza kupatiwa ugali na sima. Baadaye anaanza kupatiwa kokoto, tulizita kokoto ambayo ni kidheri. Baadaye anaachwa mwenyewe ajiamulie mambo. Hivyo ndio ilivyo kwa Mkristo. When you are born again, you start now walking with Christ. Uokovu ni process. Ndio maana sio kila mtu atahubiri. Na nilifundishwa kwamba kuwa mchungaji sio tu ni kuhubiri peke yake. Kila mtu anaanza kuhubiri. Hata mataifa aliyo kule kwa Baba anaanza kusimama na kuhubiri. Praise God. There is much when Mungu Yesu Kristo akutana na wewe, kuna zaidi ya kusimama kwa madhabahu. Kuna zaidi. Wakati nilipo hapa kuanzia Jumanne mpaka Jumamosi, kuna mambo mengi tunatatua hapa. Maombi, ushauri, kukansa ndoa na mambo mengi ambayo tunafanya. Praise God. Kwa hivyo Paulo anasema kwamba kwa sababu neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Wakati umeokoka unaanza kufundishwa, ukipanda level mpaka baadaye unagundua, you discover your purpose. When you are in Christ, pole you will discover who Jesus called you to be. Na kama wewe ni mhubiri, pole utafundishika na utapanda na Mungu atakuelekeza. Amen. Ndio maana tunaambiwa kwamba tusiwe wepesi kwa kuwekelea watu mikono. Haleluya. Mtu leo asije na maneno matamu na maneno mazuri na tukasema huyu ni mtumishi wa Mungu tukamwekelea mkono. Hapana. Leo nataka tuongelee nguvu ya msalaba. Tunaona in the book of Numbers, kitabu cha Hesabu mstari wa 21, wana wa Israeli walipotoka Misri wakawa na mchungaji mmoja ambao anaitwa Musa. Wakatembezwa na roho mmoja. Usiku wingu likashuka la moto likawaelekeza, mchana wingu likashuka likawaelekeza. Walikunywa maji moja kutoka kwa mwamba, maji ya Roho Mtakatifu. Walikula chakula kutoka mbinguni, chakula kinaitwa mana.
Praise God. Wote walihubiriwa na pastor mmoja anayeitwa Musa. Wote walihubiriwa kutoka kwa Biblia moja. Mungu alikuwa mmoja akinena kupitia kwa kinywa cha Musa. Praise God. Wakafika mahali wakaanza kunung'unika. Wakaanza kumlaumu Mungu, wakaanza kumlaumu Musa. Wakasema, Musa, umetutoa Misri tuje kuteseke hapa jangwani. Angalia tunachoka. Angalia tunakula chakula kimoja kila siku. Angalia hata sasa. Wakalalamika. Praise God. Wakainuka kinyume cha Mungu. Wakamwambia Musa, huku tutoa Misri, kuja kutuleta hapa jangwani tukafilie hapa jangwani. Hakuna chakula, hakuna maji. Tunachoka. Tumechoka na huu mkate wa kila siku ambao unaitwa mana. Na Mungu akashukisha ghadhabu. Nyoka zikashukishwa, zikaanza kuwauma kwa sababu ya kulalamika kwao, kwa sababu wamemwacha Mungu, kwa sababu wanataka kugeuza njia zao waende njia ambazo zisizofaa. Na nyoka wakaanza kuumwa na nyoka na wakaanza kufa jangwani kama vile walivyosema na vinywa vyao. Halafu baadaye wakageuka wakaja kwa Musa, wakamwambia Musa, kweli tena Mungu dhambi. We have sinned, for we have spoken against the Lord and against you. Pray to the Lord that he takes away the serpents from us. Na Musa akarudi mbele kwa Mungu, akainua mikono zake, akaomba Mungu, akamwambia Mungu, watu hawa wametubu, wamekuja mbele zangu, nije kwako nikawaombee msamaha kwa sababu wametambua makosa yao. Haleluya. Kwa sababu wametambua makosa yao. Ndipo hapo Mungu akashikisha system yake, akaleta method yake ya uponyaji. Haleluya. Mungu yuko na njia zake mwenyewe za uponyaji ambazo sisi hatuwezi kujua, lakini yeye ndo anajua. Mungu akamwambia Musa, sasa Musa nisikize, tengeneza mti mrefu na ukatengeneza nyoka ya shaba, ukaitundike juu ya mti huo. Make a pole. Tundika nyoka ya shaba juu ya mti huo. Na kwa sababu wamekuja wanataka uponyaji, hiyo ndio system yangu ambayo nitakayo kuponya nayo. Yoyote atakaye umwa na nyoka atakimbia katika mti ule, ataangalia ile nyoka ya shaba, na yeye atapata uponyaji. Mungu alileta njia yake ya kuwanyenyekeza wana wa Israeli. Haleluya. So Musa akatengeneza nyoka ya shaba na akaiweka juu ya mti, na ikawa kwamba yoyote atakayeumwa na nyoka alikimbilia katika ule mti, akainua kichwa chake juu, akaangalia ile nyoka ya shaba, na yeye aliishi. Na Mungu akasema, yoyote atakayeangalia ile nyoka iliyo juu katika ule mti, ile nyoka ya shaba ambayo iliyotundikwa juu ya ule mti, basi yeye ataishi. Haleluya. Mti, Mungu alileta system yake ya uponyaji. Akawaambia uponyaji hautakuja rahisi, lakini ule mti ambao utakuwa umetundikwa pale, all 3 million and over people, sababu walikuwa watu zaidi ya milioni 3 waliotoka Misri. Yoyote atakayeumwa na nyoka ataenda katika ule mti, ataangalia ile nyoka iliyo juu ya ile mti ya shaba, naye atapata uponyaji. Hiyo ni hatua ambayo Mungu alifanya kwa sababu ya kuwanyenyekeza, kwamba wewe ukipata shida kuna mahali utakimbilia, wakati shetani
amekukamata. Kuna mahali utasimama na miguu zako, utachukua hatua wewe mwenyewe na utatembea katika ile pole. Sio kama ilikuwa imewekwa wapi, utaifuata ile pole, utasimama chini ya ile pole, utainua shingo yako uiangalie, na wewe utapata uponyaji. Na ni haraka yako. Ukichelewa utakufia njiani. Ni haraka yako. Haijaandikwa Paul iliwekwa wapi, mti uliwekwa wapi, lakini inaambiwa kwamba Musa akaagizwa na Mungu, tengeneza nyoka ya shaba, tengeneza mti mrefu Paul, ile nyoka ya shaba kaitundike pale juu. Katika watu wote 3,000,000 wote, atakaye umwa, atakaye kutana na nguvu za giza, atakaye kutana na shetani, atakaye suko, atakaye wekwa magonjwa, yeye atakimbia pale msalabani, atakimbia katika ule mti, ataangalia ile nyoka ya shaba, na yeye atapata uponyaji. Tunaongelea nguvu ya msalaba. Ule mti ilikuwa inamaanisha kwamba wakati muuaji, wakati mnyanyasaji, wakati mleta magonjwa atakapokuvamia, wakati shetani ambao ni serpent, yeye aliyemdanganya Adam na Hawa, ndio maana akaitwa nyoka ibilisi, wakati atakapokuuma, wakati atakapovamia nyumba yako, wakati atakapovamia biashara yako, wewe utakimbia kwa msalaba na utaangalia msalaba na utapata upole. The Paul manifested the killer, ambaye ni shetani aliyeshindwa na Yesu Kristo pale msalabani. Haleluya. Neno la Mungu linasema katika Wakorintho wa pili mstari wa 5:21, for he made him who knew no sin to be sin for us. Alimfanya Kristo asiyekuwa na dhambi akafanyika dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tukapate kupata neema, ili sisi tukapate kuwa watakatifu mbele za Bwana, ili sisi tukapate kukubalika, that we might become righteousness of God in him, ili tukafanya kukubalika mbele za Bwana kupitia kwa Yesu Kristo. Kupitia kwa Yesu Kristo peke yake ndio tutafanyika wenye haki. Hallelujah. John chapter 3 verse 14 and 15 nasema, and as Moses lifted up serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Kama vile Musa alivyoinua ile nyoka pale jangwani, hivyo mwana wa Adam atainuliwa. Hallelujah. Kwa nini? 15 inasema that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Kwa sababu kwa yoyote anayemwamini Kristo asipotee, asiangamie, asiangamizwe na shetani, lakini akapate kuwa na uzima na uzima wa milele. Hallelujah. Katika Yohana huyo mstari wa 12 anasema 32, and I, Yesu anasema, if I am lifted up from the earth, I will draw all my people to myself. Wakati nitakapoinuliwa pale msalabani, wakati nitakapokufa pale msalabani, nitawaleta watu wangu wote kwangu. Haleluya. Akimaanisha kwamba yeye atakapokufa pale msalabani. Kitabu cha Hosea 4:6 inasema kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Mara nyingi tunaangamia kwa kukosa kujua siri hii ya msalaba. Mara nyingi tunaangamizwa, mara nyingi tunapotea kwa kukosa kujua njia hii. Yohana 8:32 anasema, na nyinyi mtaujua ukweli, na huu ukweli utawaweka huru. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Ni kweli gani
ambayo tunastahili kuifahamu, ambayo itakayotuweka huru. Ile kweli ambayo Yesu Kristo anasema tukifahamu tutakuwa huru ni ukweli wa msalaba. Mwambie mwenzako, unasikia hayo? Guse mwenzako, mwambie, do we hear that? The power of the cross. Tunaongelea kuhusu nguvu ya msalaba. Amen. Hallelujah. Amen. Tunaongelea kuhusu nguvu ya msalaba, the power of the cross. Satan does not like the knowledge of the cross. Shetani hataki ujue siri hii ya msalaba. Kwa nani? Kwa nini hataki? Hataki tuijue siri hii ya msalaba. Ndio maana Yesu akaambia wanafunzi wake katika Luka 9:22 na 23 kwamba mwana wa Adamu, the Son of Man, must suffer many things and be rejected by the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised the third day. Hataki tujue siri hii kwa sababu hii ndio standard. Ukijua siri hii ya msalaba, umejua siri zote za mwovu Shetani, na tena hataweza kukupata, kwa sababu pale msalabani yote yalikushia pale. Wacha niwaambie, hatungekuwa Wakristo vile tunavyoitwa Wakristo sasa kama Yesu Kristo hangepigwa pale msalabani akafa na akafufuka. Tungekuwa Wakristo waliokufa. Sisi ni Wakristo walio hai kwa sababu pale msalabani Yesu Kristo alipokuwa pale msalabani, praise God, kwa kupigwa kwake tulipata uponyaji. Kwa damu yake sisi tulisamehewa. Kama sio msalaba hatungekuwa hapa vile tulivyo sasa. Hatungeitwa Wakristo. Kama si kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo, hatungekuwa Wakristo siku ya leo. Hatungekuwa wa njia hiyo. Wakati Petero na kundi lake wanafunzi wote 11, wakati Yesu alipokufa, walirudi baharini, walirudi kwa biashara zao, hawakuendelea. Alipofufuka, akamwambia mama, akamwambia malaika, nenda ukawaambie watu wangu, including Peter, tukutane pale tulipoagiza, tutakutana hapo. Yesu Kristo alipoenda akapata Peter amerudi baharini anavua samaki. Tunaona neno la Mungu linatuambia kwamba alipokuta Petero amevua samaki usiku kucha na hakupata kitu, Yesu akamtokea Peter, akamwambia Peter, haleluya, hebu nipatie boti lako kidogo. Yesu Kristo akasimama katika boti la Peter. Alipomaliza akamwambia, hebu sasa rudi baharini, nenda ukavue samaki. Akasema, tumevua usiku kucha hatukupata kitu. Akasema, sasa ni asubuhi, ingia, weka neti yako chini. Peter alipoweka neti yake chini, Biblia inasema kwamba alishika samaki nyingi sana, 150 big fish. Na maboti mengine wote wenzake wakaja kumsaidia kwa sababu neti haingeweza kuinuka pale chini. Ndio wakatambua kumbe Yesu Kristo yuko. Praise God. Nguvu ya msalaba. Hapo ndo Yesu Kristo akamrestore Peter, akamwambia Peter, je, unanipenda? Akasema, Baba, ndio ninakupenda. Nenda ulishe kondoo wangu. Je, Peter, unanipenda? Akasema, ndio Baba Yesu, ninakupenda. Nenda ulinde kondoo zangu. Akamuuliza tena mara ya tatu, because Jesus wanted to restore Peter. Je, Peter, do you love me? Yes, Lord, I've told you. I've told you repeatedly that I love you. Nenda ulishe kondoo zangu. Na wakaambiwa sasa, nendeni pale Pentekoste. Yesu alitembea nao for 40 days. Akawaambia sasa, nendeni pale Pentekoste mkangojea msaada, msaidizi, yule ambao Baba aliyowaahidia. Mtajazwa na Roho. Baada ya hapo atawaelekeza jinsi ya kufanya. Ndio wakaanza kuhubiri baada ya msalaba.
Shetani hataki mjue siri hii, because it is the standard for a true disciple. Anasema kwamba yoyote, if anyone desires to come after me, let him deny himself, take up his cross daily and follow me. Yoyote anayetamani kunifuata ajikane na achukue msalaba wake kila siku na anifuate. Daudi akasema, usiache roho wangu akatoka juu yangu. Nilizaliwa katika uzinzi. Mungu wangu, naomba kanisamehe. Nimekuja mbele zako, ninaomba msamaha. Usiache roho wako, usiache roho wako, usiache roho wako akatoka ndani yako. Na sasa tunasema kuna nguvu juu ya msalaba. Paulo anasema hivi, Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. Mimi nimesulubiwa pamoja na Kristo. It is no longer I who live. Sio mimi ninaishi tena, lakini ni Kristo anayeishi ndani yangu. Paulo anasema sio yeye tena. Nasema sio wewe tena unayeishi. Sio wewe chai unayeishi. Sio kwa akili zako. Sio kwa mawazo yako. Hallelujah. Nobody can dictate your life. I say nobody can dictate your life. Nasema hakuna yoyote ataweza kucontrol maisha yako. Hakuna yoyote atakupatia wewe remote. Asema ninakuwekea remote, wewe ninaweka remote. Nikisema keti unaketi. Tunakataa kuongozwa na remote ya giza. Tunajitoa katika mizimu. Tunajitoa katika network zao siku ya leo. Hallelujah. Tumekataa kukontroliwa, tumekataa kukontroliwa na giza. Praise God. Sio Paulo anasema sio mimi ninaishi tena, lakini Yesu aliye ndani yangu ndio anayeishi ndani yangu. Yesu aliye ndani yangu ndio anayeishi. Wakati Yesu yuko ndani yangu, wakati Yesu yuko ndani yangu, giza linatoka, giza linaondoka, giza linaondoka, shetani anatoka. Nasema nguvu ya msalaba. Nguvu ya msalaba. Wagalatia 6:14 na 15 anasema, but God forbid that I should boast except in the cross, for our Lord Jesus Christ, by whom the world has been crucified to me and I to the world. For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcised avails anything, but a new creation. Paulo alikuwa tajiri sana. Ukisoma Concordance unapata Paulo was very rich. He had everything. He was a tanner. Alikuwa na kila kitu, alikuwa tajiri. Lakini Paulo anasema, kwa sababu Kristo ndio anayeishi ndani yangu, sitaringa kwa chochote ambacho niko nacho. Na Paulo zaidi anasema, mimi niliyojazwa na Roho kushinda nyinyi nyote. Mimi ninaoongea kwa ndimi kushinda nyinyi nyote. Sitajiinua kwa sababu ya hizi zote. God forbid. Sitajiinua kwa mali yangu, sitajiinua kwa hekima, sitajiinua kwa masomo niliyo nayo, sitajiinua kwa mali niliyo nayo, sitajiinua kwa vipawa nilivyo navyo, lakini God forbid that I should boast except in the cross that our Lord Jesus Christ. Lakini hebu tusome kwa Kiswahili hapo ndani. Galatians 6:14. Lakini mimi hasha nisione fahari juu ya kitu chochote ila msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambao kwa huo ulimwengu umesulubishwa kwangu na mimi kwa ulimwengu. Yeye Paulo anasema mimi tena maisha yangu sina fahari kwa chochote ambacho ninacho, lakini nina fahari kwa ajili ya msalaba. Kwa sababu kama sio huu msalaba, for in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision avail. Sio eti wale waliobatizwa ama wale ambao hawajabatizwa ni muhimu.
Sio eti wale waliobatizwa ama wale hawajabatizwa ni muhimu. Sio eti wale wanaoenda kwa dini ama wale ambao wanaenda kwa dini ni muhimu. Sio eti wale wana utajiri ama wale ambao wana utajiri ni muhimu. Sio eti wale ambao wana kisomo ama wale ambao hawana kisomo ni muhimu. Sio eti mtoto ni muhimu ama mtu mzima ni muhimu, lakini kitu cha muhimu ni ule msalaba. Paulo anasema mimi sitaringa kwa chochote. Sitaringa kwa ajili ya elimu, sitaringa kwa ajili ya umaarufu, sitaringa kwa ajili ya fedha, sitaringa kwa ajili ya utajiri, sitaringa kwa ajili na nini, lakini naringa kwa sababu ya msalaba. Kwa sababu kupitia kwa msalaba, mimi nimekufa katika dunia hii na mimi nimefufuliwa. Sasa mimi ni wa Yesu Kristo, na wakati umekufa mwili wako, wakati ya dunia yamekufa, na Yesu Kristo akiingia ndani yako, wewe, neno la Mungu linasema umekuwa kiumbe kipya. Amen. Hallelujah. Wakorintho wa pili 5:17 inasema that yule yeyote aliye ndani ya Kristo, ya kale yamekwisha na amekuwa kiumbe kipya. Kwa nini tumekuwa viumbe vipya? Paulo anasema Yesu Kristo pale msalabani alichukua dhambi zetu pale. Kwa kutirika kwa damu yake sisi tulipata msamaha. Kwa revival tulikuwa tunaongelea about repentance. Tulipata msamaha. Tukaona kwamba mfalme wa Ninawi, wakati Yona alipotumwa na Mungu akaingia Ninawi, Mungu akamwambia Yona, Ninawi wamefanya chukizo na dhambi zao zimefika mbele zangu. Nenda Ninawi ukapige mbiu, ukapige kelele, ukawaonyeshe dhambi zao, na uambie baada ya siku 40 ninaenda kuangamiza Ninawi. Na Yona akashuka akaingia Ninawi, akaanza kutembea na kupiga kelele. Na tukaona kwamba mfalme wa Ninawi, wana wa Ninawi waliposikia habari hizo, wakavaa nguo za magunia, wakaenda kwa magunia, wakajipaka majivu na mchanga, wakapiga magoti, wakatubu, wakafunga. Habari zilipofika kwa mfalme naye akasema, sasa ninasema hivi, kwa sababu ya habari hizi, hata mimi mfalme ninashuka katika kiti changu cha enzi, ninashuka chini, ninavua hii suti, ninavua hizi nguo za kifalme, ninavaa magunia, ninajipaka majivu. Haleluya. Ninafunga sasa, na ninasema hivi, kama uko na ng'ombe nyumbani kwako, funga kikapu mdomoni. Kama uko na mbuzi, weka kikapu mdomoni. Kama uko na kuku, weka maski mdomoni. Kuanzia mimi mfalme, mawaziri, wabunge, MCS, all businessmen, wakuu wote wa nchi, yoyote yule, wanyama wetu ndani ya nyumba, hakuna mtu atakaye kula. Tutafunga, tutajipaka majivu, tutaenda kwa madhabahu ya Mungu, tukimnyenyekea Mungu, tukiomba msamaha. Pengine Mungu wetu atatusamehe. Sema kwamba kwa nini mfalme alishuka pale katika kiti chake cha enzi? Ilikuwa ni wakati wa change. Because when it is time of change, wakati wa mabadiliko, wewe umefika ukutani sasa, unasema siendi tena, ninageuka sasa, ni wakati wa mabadiliko, ninageuka sasa, ninaacha vyote. Mfalme akashuka katika kiti chake cha enzi, akasema sasa usiku sitachezewa tena ngoma, kwa sababu wafalme wanachezewa usiku. Wanawake wanakuja wamevaa nusu uchi, wanachezea mfalme pale, wana entertain wageni. Wakati wageni wanakula, mfalme anapikiwa vyakula, kunaletwa divai, kunaletwa vyakula vyote, kunaletwa nyama choma. Lakini mfalme akasema, hata sasa
sitaangalia nyama choma, sitaangalia hizi divai, sitaangalia hizi makeki, sitachezewa ngoma. Mawaziri na maambassadors ambao wanaokuja siku ya leo sitawa entertain. Kila mmoja ataingia kwa magoti. Ni wakati wa change, ni wakati wa mageuzo, ni wakati wa mageuzo, ni wakati wa mageuzo. Paulo akasema sasa ni wakati wa mageuzo. Sitaangalia mali yangu, sitaangalia hekima yangu, manake sasa ni wakati wa mageuzo. Mimi nitaangalia msalaba, manake pale msalabani ndio kuna uokovu. Huu mwili wangu, mfalme wa Ninawi akasema nitakufa sasa, nitaufisha huu mwili. Hatutakula vyakula, hatutakunywa chai, hatutafanya starehe, tutafisha huu mwili ili roho wa Mungu aliyo ndani yetu, ili msalaba tukapate kuangalia msalaba. Sasa tukapate kuangalia msalaba, manake waliambiwa wakiumwa na nyoka, shetani akishuka, waende pale msalabani waangalie msalaba. Wakati Josephat alipofamiwa na maadui, yeye alikimbilia kwa madhabahu, akapiga magoti, akaangalia msalaba, akaangalia msalaba, akasema Mungu wangu, Mungu wangu, tazama nimekuja mbele zako, ninaangalia juu, ninakuangalia wewe, wewe ndio msaada wangu. Paulo anasema sitabosi kwa chochote, sitajisifu kwa chochote, lakini nitaangalia msalaba. Mimi nitajinyenyekeza, nitakufa. Mwili wangu huu utakufa. Mwili wangu utakufa, nitakufa pamoja na Kristo kwa ajili ya msalaba. Pale msalabani we are reconciled to God by the cross. Pale msalabani ndio tuliunganishwa na Mungu Baba. Kwa nini msalaba? Pale msalabani ndio tuliunganishwa na Mungu Baba. Yesu Kristo akasema sikuja kwa Gentiles, lakini nilikuja kwa Wayahudi. Yesu Kristo kwa siku zote miaka 3.5 alikuwa akiwahubiria Wayahudi peke yake. Hakutoka nje ya Jerusalem. Lakini baada ya kufa pale msalabani, neno la Mungu linasema katika Waefeso, aliwaunganisha wa Gentiles, akawaunganisha na Wayahudi, na sote tukawa mwili mmoja. Pale msalabani ile baria, kile kizuizi kiliondolewa, tukaitwa sote wa Kristo. Hakuna Mjaluo, hakuna Mbaluya, hakuna Mzungu Mjerumani, hakuna Mwamerika, hakuna Muisraeli, hakuna Mwarabu. Wote kama mnamjua Kristo, sote tuliitwa jina moja la Kristo. Tuliitwa wa Kristo wapi? Baada ya msalaba. Baada ya msalaba ndio baria iliondolewa, ndio kizuizi kiliondolewa. Kizuizi kiliondolewa pale msalabani. Hakukuwa na Myunani tena, hakukuwa na mtu wa nje tena. Sote tulikuwa watu wa moja. Na pale msalabani pia ndio tuliunganishwa na Mungu Baba. Pale msalabani ndio ukuta uliondolewa. Ukuta wa kwenda kwa Baba na mbuzi na damu ya mbuzi. Ukuta wa kwenda kwa Baba na damu ya kondoo. Ukuta wa kwenda kutubu na damu ya ng'ombe. Pale msalabani Yesu Kristo, damu yake kumwagika pale msalabani. Damu zote za ng'ombe na mbuzi ambazo tulikuwa tunaenda nazo kwa ajili ya msamaha, zote zilikuwa bure. In the book of Old Testament, ukisoma katika kitabu cha Walawi, tunapata kwamba kuhani mkuu wakati alikuwa anaenda into Holy of Holies, alichukua mbuzi ama kondoo, akamchinja kondoo mmoja, akamwaga damu kwa madhabahu kwa ajili ya dhambi zake. Akachukua mwingine, akanena dhambi zake, akamwachilia akakufia msituni. Akachukua kondoo mmoja, akamchinja, akamwaga damu pale kwa madhabahu kwa ajili ya dhambi za watu. Akachukua mwingine, akamwekelea mkono, akanena dhambi zao zote, akamwachilia akakufia msituni. Alafu kuhani mkuu wakati anaingia into Holy of Holies, anafungwa nyororo, anaingia na nyororo ikiwa kwa mguu. Wakati amepiga magoti pale into Holy of Holies,
nyororo iko kwa mguu. Kuna mtu special wa kumtest, akivutavuta naye kitingisha hivi, anaonekana bado yuko, kwa sababu pengine hakufanya hizo tabiko vizuri, asije kaingia ndani akakufia ndani katika uwepo wa Mungu. Yesu Kristo alipokufa pale msalabani, hizo zote alichukua, damu yake ikarepresent hizo zote. Na Yesu Kristo alipokuwa pale msalabani, ni jambo gani lilitokeza pale msalabani? Sote tunasoma Biblia. Pale msalabani Yesu Kristo alipokuwa akipelekwa Golgotha, alichapwa. Kwa kuchapwa kwake sisi tulipata uponyaji. Alipokuwa pale msalabani, wale maskari na wale watu wengine na wale Mafarisayo na wale Masadukayo walimdhihaki, wakamtemea mate, wakasema maneno ya aibu, wakamvua nguo, wakafanya yote ambayo mabaya unaweza kufikiria katika akili yako. Wakamwambia, wewe ulisema kwa siku 3 utavunja hekalu na tutalijenga, sasa jiokoe. Wakamtemea mate, wakamtemea makohozi, wakamvua nguo, wakamchapa pale msalabani. Yesu akiwa ametundikwa pale msalabani, akiwa katikati, mwizi mmoja pande hii na mwizi mwingine pande hii. Mwizi mwingine akaanza kusema, kumdhihaki pia, na mwizi wa pili akamkemea mwenzake, akamwambia, hujui kwamba huyu ni mwana wa Mungu? Sisi tumefanya dhambi, lakini yeye hakufanya dhambi yoyote. Akamwambia, siku ya leo utakuwa na paradise. Na Yesu Kristo akainua kinywa chake akasema, wasamehe wote, manake hawajui wanalolifanya. Yesu Kristo alipokuwa pale msalabani akalia, na Biblia inasema kwamba akakata roho. Na alipokata roho, msikize kwa makini, msikize kwa makini sana. Alipokata roho, Biblia inasema it was the 6th hour, saa 6 mchana. Yesu Kristo alipokata roho, ukaja giza, mtetemeko wa ardhi, kukawa na hali ngumu, hata jua likaziwa, kukawa na mtetemeko wa ardhi, makaburi yakafunguliwa. Waliokuwa wamelala kule makaburini, Yesu Kristo aliposhuka pale kuzimu, akamwambia Abraham, inuka. Musa, inuka. Elisha, inuka. Watumishi watu wa Mungu, Elia yeye alienda. Watumishi watu wa Mungu, inukeni. Biblia inasema wakaonekana wakitembea Yerusalemu. Akashuka pale kuzimu, akaenda kwa Shetani, akamwambia Shetani, wewe ndio ulikuwa ukisumbua watu wangu. Sasa nimekuja. Sasa nimekufuata. Sasa hutanizuia tena. Sasa hutazuia watu wangu tena. Hutaleta magonjwa tena. Hutaleta umaskini tena. Hutawafinyilia tena. Hutakuwa mfalme wa dunia hii tena. Kuanzia siku ya leo mwisho wako umefika wewe Shetani. Akamwambia, leta ufunguo. Yesu Kristo akachukua ufunguo kwa Shetani, akamwambia, funguo nimezichukua. Sasa akamvua nguo, akamwambia, hii glory yako ninaivua sasa. Wewe tena hutakuwa mfalme wa dunia hii. Akamvua nguo, akabaki uchi. Na Yesu Kristo akatoka. Siku ya 3 Yesu Kristo akafufuka. Mathayo 18 inasema kwamba ametupatia funguo ya mamlaka ya mbinguni. Chochote tutakachofungua hapa duniani na hata mbinguni kitafunguliwa. Chochote tutakachofunga hapa duniani hata
akasema funguo ninaichukua. Wale wamekufa pamoja nami msalabani, wale wa Kristo sasa ninawapatia funguo hii, ninawapatia mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka, ninawapatia mamlaka ya kuharibu nguvu za giza, ninawapatia mamlaka ya kuharibu kila uchawi, ninawapatia mamlaka ya kuponya viwete, ninawapatia mamlaka hata wakula kile chakula cha kufisha sumu, nasema hawatakufa, manake nguvu yangu iko ndani yao. Pale msalabani yote yalikwisha. Praise God. Yote yalikwisha. The power of the cross. This is the power of the cross. That is why makanisa yote ulimwenguni symbol yake ni cross. Symbol yake ni cross. That is why wakati kuna disaster, hata leo hapa kukifurika, mafuriko yaje yameze mtapa mzima, nani atakuja kwanza? Atakuja Red Cross. Atakuja Red Cross. Yesu Kristo atakuja. Atakuja Red Cross pale. Yesu Kristo atakuja awaponye, awapatie vyakula, awapatie msaada. Yesu Kristo atakuja. Walichukua symbol ya msalaba, wakasema this is the power. This is the power. This is the power of the world. Msalabani pale Yesu Kristo alimaliza yote. Amen. Hallelujah. Amen. Wagalatia 3. Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Kristo alifanywa laana kwa ajili yetu. Kristo alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu angikwae juu ya mti. Pale in the book of Numbers, katika ule mti uliowekwa, Musa akaambiwa weka nyoka ya shaba pale juu, kwamba wewe wakati umepigwa na shetani na nyoka, utaenda pale, utaangalia ile nyoka, utaangalia ile shaba. Na hapa anasema yeyote alaaniwe, yeyote aliyelaaniwa anatundikwa katika mti. Hebu rejelea. Kristo alitukomboa katika laana ya torati. Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Kwa kuwa alifanywa laana. Kristo alifanywa laana kwa ajili yetu. Alitukomboa kwa laana ya torati. Kristo alifanywa laana kwa ajili yetu. Kwa sababu imeandikwa, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu angikwae juu ya mti. Hebu tukimbie mara moja Kumbukumbu la Torati 28. Tuone hizo laana. Ni laana gani hizo za torati ambazo Kristo alitukomboa? Utalaaniwa mjini, utalaaniwa na mashambani. Litalaaniwa kapu lako na chombo chako cha kukandia. Utalaaniwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Utalaaniwa uingiapo, utalaaniwa na utokapo. Bwana atakuletea laana na mashaka. Bwana atakuletea laana na mashaka, na kukemewa katika yote utakayotia mkono wako kuyafanya, hata uangamie na kupotea kwa upesi, kwa ule uovu wa matendo yako ulioniacha kwayo. Bwana atakuambatanisha na tauni, hata atakapokwisha kukuondoa katika nchi uingiao kwa kuimiliki. Bwana atakupiga kwa kifua kikuu na kwa homa na kwa kuwashwa na kwa hali ya moto na kwa upanga na kwa ukaufu na kwa koga, navyo vitakufukuza hata uangamie. Na mbingu zako zilizo juu ya kichwa chako zitakuwa shaba,
na nchi iliyo chini yako itakuwa chuma. Bwana atafanya mvua ya nchi yako iwe vumbi na mchanga. Itakujilia juu yako kutoka mbinguni hata uangamie. Bwana atakufanya upigwe mbele ya adui zako. Utawatokea juu yao kwa njia moja, lakini utakimbia mbele yao kwa njia 7. Nawe utatupwa huko na huko katika falme zote za duniani. Na mzoga wako utakuwa chakula cha ndege wote wa angani na wanyama wote wa duniani, pasiwe na mtu wa kuwafukuza. 27. Bwana atakupiga kwa majipu ya Misri na bawasiri na kwa pele na kwa kujikuna ambayo hupati kupoa. Haleluya. Hizo ni laana zote tunaenda kusoma ziko mpaka anafikia 47. Hizo ni laana ambazo Yesu Kristo alitukomboa pale msalabani. Kwa hivyo tukisema laana, wengine tunaona eti ni laana kwa sababu umelaaniwa. Magonjwa yote ni laana, kutokufanikiwa yote ni laana. Tunaona hapo chini hata mke wako atachukuliwa, hata mke wako, mume wako atachukuliwa na jirani. Hizo zote ni laana. Praise God. Hizo zote ni laana. Tunaona hutafanikiwa kwa chochote, utakuwa na magonjwa, utakuwa na shida. Mahali unapoenda wewe unatemewa mate. Ndio maana Yesu Kristo pale msalabani alidhihakiwa, alitemewa mate, alifanyika kila kitu. Biblia inasema kwamba 2 Corinthians 8:9 kwamba hata kama alikuwa Yesu Kristo alikuwa tajiri na kila kitu, lakini alifanyika maskini ili sisi tukapate utele. Yaani Yesu Kristo yeye alichukua laana zote katika maisha yetu. Wale Wayahudi walipompeleka pale msalabani walifikiri kwamba wanaenda kumwaibisha, lakini pale msalabani Yesu Kristo alienda kutukomboa kutokana na laana zetu. So kupitia kwa Yesu Kristo sisi tumekombolewa na laana zote. Amen. Haleluya. Nasema kupitia pale msalabani tumekombolewa na laana zote. Kwa hivyo siku ya leo ni ukatae laana za aina yoyote katika maisha yako. Magonjwa tumeona ni laana, visirani ni laana, kazi yako kutofanikiwa ni laana, kazi ng'ombe zako kutozaa ni laana, mwili wako kutoongezeka ni laana. Leo tunaenda kukataa laana zote. Maanake kupitia kwa msalaba laana zote Yesu Kristo alichukua pale msalabani, na sisi akafanya exchange. It was divine exchange. Yeye alichukua laana zetu akazigongea pale msalabani, na sisi akatupatia. Hallelujah. Praise God. So Yesu Kristo alichukua laana zote akazigongea pale msalabani. Ukisoma the book of Genesis chapter 12, Mungu alimbariki Abraham. Haleluya. Na akamwambia Abraham, wewe utabarikiwa. Yeyote nitakayebariki, yeyote atakayekubariki nitambariki, yeyote atakayekulaani nitamlaani. Wewe utakuwa baba wa mataifa. Blessings zote hizi, baraka zote hizi zitakuwa juu yako. Tukisoma mstari wa 14 tunaona kwamba Yesu Kristo alichukua laana zote na akazibadilisha na zile baraka ambazo Mungu alizomnenea Abrahamu. Na hizo baraka ambazo Mungu alizomnenea Abrahamu ndio baraka ambazo tunastahili kutembea nazo. Juzi nilifundisha hapa mjukuu wa Abrahamu ambaye alikuwa ni Jacob Friday. Nikasema kwamba Jacob alizaliwa Wini na ndugu yake Esau, si ndio? Jacob was blessed by his father. Zile baraka ambazo alimnenea babake Abraham zikashuka kwa Isaka. Isaka akabariki nani? Jacob. Akasema zile baraka zote Mungu alizonena wacha utembee nazo. Na Esau akakasirika.
akataka kumwangamiza Yakobo. Sivyo? Kwa pamoja lakini Yakobo alifanya nini? Alichukua fimbo ambayo alikuwa nayo mkononi, akakimbia kwenda kwa ankoli yake nani? Laban. Alichukua fimbo peke yake, si ndio? Lakini nini iko ndani yake? Baraka tayari ziko ndani yake, sio? Hana kitu, lakini baraka ziko ndani yake. Alichukua fimbo peke yake, akatoka na fimbo, lakini ametoka na baraka. Akaenda peke yake na fimbo yake, hana kitu, lakini amebeba baraka. Alipofika Bethel, usiku kaingia. Jacob akasema, wacha nilale hapa, niweke jiwe, niweke kichwa changu, kesho asubuhi naendelea na safari. Kwa sababu amebeba baraka. Nini kilitokea pale? Malaika wa Bwana walishuka na kupanda pale, wakazidi kumhakikishia, wewe Yakobo, wewe umebarikiwa, wewe ni mbarikiwa, usijali, baraka zote uko nazo. Hebu angalia mbingu vile kuna baraka, angalia dhahabu zote za mbinguni. Pale Yakobo akahakikishiwa, amekimbia, ameacha mali yote ya vizazi vyote, alimwachia Esau, lakini alitoka na nini? Na baraka. Yakobo akaingia kwa mkwe wake Laban. Laban akamwambia, sasa kazi hiyo ng'ombe. Akamwambia, sijawa nataka mke. Akamwambia, sawa, nitakupatia huyu, chagua. Akasema, nataka huyu mdogo huyu. Sawa, utamfanyia kazi kwa sababu una mahali kwa miaka 7 ili ulipe mahali. Akasema sawa. Akachukua fimbo yake ile, akaanza kuchunga ng'ombe. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa 3, mwaka wa 4, mwaka wa 5, mwaka wa 6, mwaka wa 7. Leta mke wako. Usiku ndio akaambia, ndio utengeneze maandali vizuri kitanda chako, mke wako atakuja usiku amefungwa leso. Alipoamka asubuhi, sio huyo, nimedanganywa. Labda umedanganya. Akasema, utafanyia tena huyu miaka zingine 7. Akaanza tena mwaka wengine, wa pili, wa 3, wa 4, wa 5, wa 6, wa 7, miaka 14. Akachukua wake zake wawili, akamwambia Laban, nishakamilisha, sasa nataka kuondoka. Laban akasema, ulipoingia katika nyumba hii ulikuja na baraka, angalia utajiri vile, usiondoke. Akasema, nitakupatia hizi ng'ombe. Hizi ng'ombe, Laban akaangalia zile ng'ombe ambazo ziko na madoa madoa, akaona ni chache. Hizo ng'ombe zenye madoa madoa ni chache. Akamwambia, wewe, hizi ng'ombe zote zitakazozaliwa kuanzia leo za madoa madoa zitakuwa ni zako. Hizi ambazo hazina madoa ni zangu. Laban akifikiria kwamba ng'ombe zake zote zinazaa watoto ambao hawana madoa. Mbuzi zinazaliwa ambazo hazina madoa. Kondoo zinazaliwa ambazo hazina madoa. Lakini hakujua kwamba Jacob ako na baraka. Praise God. Wakasema sawa, wakagawanya. Ng'ombe zikaanza kuzaa mapacha, ikizaa mapacha iko na madoa. Kondoo ikizaa mapacha ni madoa. Mbuzi ikizaa mapacha ni madoa. Ghafla maelfu ya ng'ombe na mbuzi na kila kitu. Akamwambia, sasa nataka kuondoka. Alipoangalia kundi lake la madoa ndio limejaa zizi. Kundi ambalo halina madoa hakuna kitu. Jacob alikuwa amebarikiwa, akaotoka na baraka zake. The blessings that we are talking, these are the blessings that we are talking. Mahali popote utakapoingia, wewe umebarikiwa, unaingia na baraka na unatoka na baraka. Mwili wako umebarikiwa, maisha yako imebarikiwa, kandio lako limebarikiwa, mifugo yako imebarikiwa, tumbo lako limebarikiwa, hakuna magonjwa. Chochote ushikacho kimebarikiwa. Hiyo ndo kazi ya msalaba. Amen. Lakini shetani hataki tujue. Ndio maana mlianza kusinzia hapo mwanzo. Kwa sababu alitaka mlale nyote msije mkapata hisi. Praise God. Baraka ambazo tunazoongelea hizo, Jacob akatoka pale, akafika mahali, akasema, sasa narudi nyumbani na baraka hizi. Lakini sasa nitampata ndugu yangu pale, sijui itakuwaje. Akatanguliza kundi fulani, akatanguliza na mke wake na watoto. Akasema, niacheni kwanza na Mungu wangu, tena niulize tena mara ya pili. Ndio Mungu akamtokea. Biblia inasema kwamba Jacob wrestled with God, na Mungu akabadilisha jina la Jacob, akamwambia, sasa wewe utaitwa Israeli, wewe utaitwa mbarikiwa, wewe utaitwa mbarikiwa. Hakuna yoyote atakaye kulane. Na
kuanzia sasa wewe ni mbarikiwa. Hata alipotoka pale, hata kizazi chake kilipoingia Misri, bado alikuwa anabarikiwa. Ndio maana Farao hangeweza kuzuia wabarikiwa. Ndio maana Farao aliangamizwa. Ndio maana Farao miungu yake haikuweza kufaulu. Nasema wakati umepitia kwa msalaba, wachawi hawataweza kufaulu. Wale watesi wako hawatafanikiwa kuanzia siku ya leo, kwa sababu ya msalaba. Umepitishwa katika moto wa msalaba. Nasema wachawi watakuangalia, watarudi nyuma. Nasema maadui zako hawatakuona tena. Walipotoka mahali pale Misri, Farao akasema nyinyi hamtaondoka. Waisraeli wakasema tunaenda. Farao akasema hamwendi. Musa akasema tunaenda. Akaleta miujiza, Farao akaleta wake. Akaleta mwingine, Farao akaleta wake. Wazizuia mbarikiwa. Watapigana na wewe, hawatakushinda. Watapigana na wewe, hawatakushinda. Maana Mungu yu pamoja nami, ili aniokoe wakati wa taabu zangu. Watapigana na wewe, hawatakushinda. Watapigana na wewe, hawatakushinda. Maana Mungu yu pamoja nawe, ili akuokoe wakati wa taabu zako. Kupitia kwa msalaba, laana zote zilichukuliwa, tukabaki na baraka. Amen. Sisi tumebarikiwa. Amen. Nasema tumebarikiwa. Amen. Nasema tumebarikiwa. Amen. Balaam atatumwa na watesi wako. Balaam ataitwa na watesi kutoka Sumbawanga, kutoka Tanga, kutoka TZ, kutoka Nigeria. Atapatiwa majina, ataambiwa majina haya: wewe nakusikia hapo Nigeria, wewe ndio Karamazira mkubwa, nilikuona katika kipindi kwa TV. Majina haya na Nelson, nenda kageuze baraka zote. Atafika pale, ataweka pale, atawasha taa, ataona damu. Mmoja ndugu mmoja hapa, rafiki yangu akaniambia, kina fulani basi walikuja hapa wakasema kitu kimoja, eti wewe uko na majini. Kwa nini? Walisema walikuona umezungukwa na watu weupe. Kajua walikuwa wameendelea kunimaliza. Sasa wakapata nimezungukwa, sionekani tena. Mwingine akaenda kwa mganga, akasema leta kioo. Kioo kikaletwa, kata huyo mtu namjua, kata. Alipokata akakamatwa. Akaambiwa, sasa umeleta moto katika mji. Hapa tushikili tena. Wewe kuja, uko na nani? Kuja uweke kwa gunia. Mpeleke akaombe msamaha. Akabebwa akaletwa mpaka Bombolulu. Nikaitwa, nikamwambia Bishop, I'm very busy. Bishop, tukutane Blue Room. Bishop akaja Blue Room. Akasema unamjua fulani? Nikamwambia namjua. Basi amekuja na ameletwa na mkeka. Kuna nini? Amesema alienda kwa mganga akukate, lakini akapatikana na moto. Akaambiwa na mganga aje akuombe msamaha. Nikamwambia rudi, ukamwambia asiregelee tena. Asiregelee tena. Maadui zako wasiregelee tena. Ninasema wasiregelee tena. Ninasema wasiregelee tena. Ninasema tumegundua siri siku ya leo. Tumepitia katika msalaba. Wale walikuwa wakikutesa, nasema ni mwisho.